Day 2 News. We enlighten the dark side. Mwanamitindo, mfanyabiashara na mlimbwende mashuhuri hapa nchini Jacqueline Mengi, ambaye pia ni mjane wa bilionea Reginald Abrahamu Mengi, anaonekana bado ana jambo linalomtesa kuhusu urithi wa mali baada ya mume wake kufariki dunia na kuacha sintofahamu kubwa katika mgawanyo wa mali zake. Leo kupitia ukurasa wake wa Instagram, Jacqueline Ntuyabaliwe Mengi ameandika ujumbe mzito, huku akiuelekeza moja kwa moja kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, huku pia akiweka picha yake na kumalizia ujumbe huo kwa kumtagi msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, akilalamikia kuhusu hali za wajane pale waume zao wanapofariki na kuacha watoto. Itakumbuka kwamba Jacqueline Mengi alikuwa mume wa bilionea Reginald Abrahamu Mengi, ambaye alifariki dunia Mei 2019 na kuacha watoto 4 duniani, wakiwemo watoto 2 mapacha aliozaa na Jackie, pamoja na watoto wakubwa aliozaa na mke wake wa kwanza Mama Messi Ana Mengi, ambaye baadaye walitalakiana baada ya kuishi pamoja na Reginald Mengi kwa zaidi ya miaka 20. Utata wa urithi wa mali za bilionea huyo aliyekuwa akiaminika kuwa ni miongoni mwa matajiri watatu wakubwa zaidi Tanzania uliibuka hasa baada ya kudaiwa kwamba marehemu Reginald Mengi aliacha wosia ulioweka kando katika urithi watoto wake wakubwa aliozaa na mke wake wa kwanza na kuwapatia urithi watoto aliozaa na Jacqueline Mengi pekee. Sasa ni nini hasa ambacho leo Jacqueline Mengi amekiandika katika ukurasa wake wa Instagram? Naomba nikusomee, lakini nitafanya tafsiri kwa Kiswahili kwa sababu ujumbe wake ameuandika kwa lugha ya Kiingereza. Jackie anasema: wito wa kulinda haki za watoto wetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan, ninaandika kwako kwa heshima kubwa na kuvutiwa na uongozi wako. Umekuwa mfano kama mwanamke aliyeshika madaraka ya juu kabisa kwenye nchi yetu, na umekuwa tumaini kwa watu wengi. Ni katika moyo wa matumaini ninakuletea uhalisia wa maumivu ambayo watoto wengi wanayapitia baada ya vifo vya wazazi wao. Kama unavyofahamu, pamoja na misingi ya haki iliyowekwa na sheria zetu, haki za watoto kutunzwa na kurithi kwa kiasi kikubwa hazitekelezwi. Hii inaacha huzuni kubwa kwa wazazi ambao mara nyingi ni wanawake wanaoongezewa majeraha, kwani wasimamizi wa sheria wanatumia vibaya mamlaka yao na wajane wanaishia kuhangaishwa, huku haki za watoto wao zikicheleweshwa au kupotea kabisa. Of course, Jacqueline Mengi ameandika andiko refu sana ambalo anaendelea kufafanua akisema: ukosefu wa haki unawakuta watoto waliopoteza baba zao katika muda ambao wanahitaji utulivu na ulinzi, lakini wanakutana na vikwazo, ukandamizaji na kutengwa. Kile ambacho wazazi wao walikifanyia kazi kwa bidii ili kuwatunza kinapokwa na kuwaacha katika mazingira hatarishi bila ulinzi wowote. Jacqueline Mengi amemwandikia zaidi Rais Samia Suluhu Hassan akisema: Mheshimiwa, kwa unyenyekevu ninaomba uwalinde watoto katika utawala wako uliosalia. Kwa mwongozo wako, kanuni na ulinzi wao unaweza kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba wanaosimamia sheria wanawajibishwa vikali ili kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Pili, wajane na watoto walio chini ya miaka 18 wapewe ulinzi maalum ili wasibaki katika mfumo uliowatenga na kuwapuuza. Uongozi wako tayari umeonyesha njia kwa kuweka haki za watoto katika moyo wa maono yako. Utabadilisha maisha ya familia nyingi na kuhakikisha kuna mtoto anateseka kwa maumivu ya mara mbili, yaani kumpoteza mzazi na haki ya maisha yake ya baadaye kuporwa. Huo ndio ujumbe mrefu na wa uchungu ambao ameuandika Jacqueline Ntuyabaliwe Mengi, mjane wa bilionea Reginald Mengi, ambaye utata wa urithi wa mali zake umekuwa ukiendelea katika mahakama hapa nchini, ambapo mara kadhaa imekuwa ikiripotiwa mjane huyo kugonga mwamba kisheria katika maombi yake. Bilionea Reginald Mengi alimuoa Jacqueline katika ndoa ya faragha iliyohudhuriwa na ndugu wachache na marafiki wachache, na mpaka anafariki walikuwa katika ndoa, huku bilionea huyo akiweka wazi mahaba yake mazito kwa mlimbwende huyo katika mitandao ya kijamii, ambapo kuna wakati aliwahi kueleza wazi kwamba mke wake huyo ndio sababu ya yeye kuwa hai na kuishi. Kifo chake kilikuwa cha ghafla akiwa nje ya nchi, lakini pia kilizua mzozo ambapo wosia wake aliouacha ulionekana hauna mashiko kisheria baada ya kuwatenga watoto wake wakubwa ambao hakuzaa na Jacqueline katika urithi pasipo kueleza sababu za kufanya hivyo. Mvutano mkali wa kisheria uliibuka huku wasuluhishi mbalimbali wakijaribu kuwasuluhisha wanafamilia hao
bila mafanikio. Kupitia mitandao ya kijamii, Jacqueline Mengi amelalamika mara kadhaa kwamba amekuwa akinyanyaswa na kufukuzwa na familia ya Reginald Mengi, madai ambayo familia hiyo inayakana. Lakini pia imekuwa katika ukimya wa kujitokeza mara kwa mara au kutumia mitandao ya kijamii kumjibu Jacqueline, ambaye picha zake nyingi mitandaoni za hivi karibuni zinaonyesha kuwa hayupo nchini Tanzania. Je, nini hasa kinaendelea baina Jacqueline Ntiabaliwe Mengi na familia ya hayati bilionea Reginald Abraham Mengi? Bado vita vya mgawanyo wa mali haijamalizika au imemalizika, ila upande wa Jacqueline haujaridhika na maamuzi yaliyotolewa katika mahakama? Hii ni Day 2 News, mahali ambapo uchambuzi wa kina wa siasa za kitaifa na kimataifa na habari zinazofanywa utafiti na uchunguzi zinapatikana. Asante kwa kutufuatilia, na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu na kutufollow Instagram @Day2News for more updates. Day 2 News. We enlighten the dark side.